mbali, tukitumia njia ya kidemokrasia kutaka serikali isikilize sauti ya watu na ichukue hatua. Iwapo serikali hii batili na haramu ikiendelea kuziba masikio, tutakwenda hatua ya pili ya maandamano. Maandamano kuhusu Tundu Lissu, maandamano kuhusu ugumu wa maisha, maandamano kuhusu uwajibikaji juu ya mauaji ya watu, maandamano juu ya katiba. Sasa ndugu yangu pale anasema tupo tarehe. Wangapi mnasema kwamba siku tutakayowapa tarehe mtakuwa tayari kuandamana? Siku tukiwapa tarehe mtakuwa tayari kuandamana? Siku tukiwapa tarehe mtakuwa tayari kuandamana? Si ndio? Si ndio? Nawashukuru sana. Tumeisikia sauti yenu. Tukikaa kwenye vikao tunapopanga tarehe, tunajua kwamba Dodoma mko tayari kwa maandamano, mnasubiri tarehe. Ndugu zangu, najua mmechoka na hali ngumu ya maisha na kila kitu, lakini ipo tiba kuu ya matatizo yetu katika taifa letu. Matatizo yetu ya kiuongozi, kuwa na viongozi wasiotokana na watu, wanaotokana na kura za wizi, viongozi wasiowajibika kwa watu. Matatizo yetu ya kimfumo, kuwa na bunge dhaifu, kuwa na mahakama zisizokuwa huru, kukosa taasisi za haki, kuwa na urais wa kifalme ambapo rais anateua kila mtu. Ukimkuta rais ambaye hana najaribu kuhesabu neno mwafaka la kuzungumza, ukikuta rais ambaye hana maadili, ndio utakuta anamteua mtoto wake kuwa naibu waziri, mkwe wake kuwa waziri, na wapambe wa namna hiyo. Sasa katika mazingira hayo, asiyekuwa naibu, si ndio? Katika mazingira kama hayo, ndugu zangu, tunahitaji katiba mpya, kwa sababu katiba mpya ndio itakuwa tiba ya matatizo yetu mengi sana ya kimfumo. Katiba mpya ilikwamia hapa Dodoma. Mara ya kwanza ilikwama mwaka 92. Tume ya Nyalali iliundwa mwaka 91 kukusanya maoni wakati nchi inaingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Tume ikapendekeza kwamba ili Tanzania iingie kwenye mfumo wa vyama vingi, basi kuandikwa katiba mpya. Lakini mwaka 92 vikakaa vikao viwili. Kikakaa kikao cha CCM Diamond Jubilee Dar es Salaam, kikasema CCM haitaki katiba mpya, na baadaye bunge likakaa likafanya marekebisho tu ya katiba kuingiza maneno vyama vingi, lakini katiba ikabaki ile ya mwaka 77 ambayo iliandikwa wakati wa chama kimoja. Kamati iliyoandika katiba ya CCM ilipoungana CCM na ASP ikageuzwa kuwa kamati ya kuandika katiba ya nchi, ikatengeneza katiba ya CCM ya mwaka 77, wakailinda. Kukawa na jaribio lingine tena kubwa la kuandika katiba mpya. Mwaka 2011 ikapitishwa sheria ya mabadiliko ya katiba baada ya misukosuko mingi sana hapa bungeni. 2012 ikaundwa tume ya Warioba, ikazunguka ikakusanya maoni, wananchi mkatoa maoni, wengine mkasema wabunge akichaguliwa akizengua isisubiri miaka 5 aondolewe. Warioba akaingiza kwenye rasimu kwamba mawaziri wasitokane na wabunge, wawe watu huru wataalamu. Warioba akaingiza kwenye rasimu kuwe na tume huru ya uchaguzi. Warioba akazingatia maoni, wakaingiza kwenye rasimu muundo wa muungano wa shirikisho na serikali tatu, Zanzibar, serikali ya Tanganyika na serikali ya muungano ya Tanzania. Warioba akaingiza kwenye rasimu, tukaletewa rasimu bungeni hapa mwaka 2013. Sisi wengine tulikuwepo kwenye bunge maalum la katiba. Siku chache kabla Warioba hajahutubia bunge, CCM ikakaa kikao tena kama alivyofanya mwaka 92, ikaenda kinyume na maoni ya wananchi, wakapitisha mwongozo wa CCM wa namna ya uandishi wa katiba, mwongozo ambao unaondoa yale yote ambayo wananchi waliyapendekeza kwenye maoni ya wananchi yaliyokuwa makubwa. Tukaingia bungeni,
wao wakatumia wingi wao vibaya, wakaanza kuchakachua hatua kwa hatua ile rasimu ya Warioba. Tukasema hatuko tayari kuishiriki hiyo dhambi, tukatoka wakati wa bungeni, ndio ukaundwa umoja wa katiba wananchi. Mchakato wa katiba ukasimama kuanzia wakati ule. Sasa baada ya mauaji ya Oktoba 29, chanzo kikuu kimojawapo kikiwa ni madai ya wananchi ya katiba mpya, sisi Chadema tumesema hatukubaliani na tume ya Chande inayosema kwamba katiba mpya isubiri mpaka 2028. Hatukubali na kauli ya Samia Suluhu Hassan kwamba katiba mpya isubiri mpaka 2028. Tunataka mchakato wa katiba uanze kuanzia mwaka huu wa 2026. Peoples, wangapi mnakubaliana na sisi kwamba mchakato wa katiba uanze? Wote, si ndio? Wote, si ndio? Mchakato wa katiba uanze sasa, si ndio? Katiba mpya sasa, si ndio? Sasa tuseme katiba mpya sasa. Katiba mpya sasa. Katiba mpya sasa. Katiba mpya sasa. Ndugu zangu wa Dodoma, katika haya tunayoyapambania, kutaka haki, ukweli, uwajibikaji juu ya mauaji, katika kutaka Tundu Lissu achiwe huru, katika kutaka katiba mpya, katika kushughulikia hali ngumu ya kiuchumi ya wananchi, tunahitaji rasilimali kama silaha ya mapambano. Kwa hiyo tunawaomba ndugu zangu, mtuchangie rasilimali fedha, changia vitu. Beseni itaweka muda mchache ujao, si ndio? Lakini pamoja na kuchangia fedha na vitu, tunaomba sana, na hili nalisema maalum kwa Dodoma mjini, sisi tumehutubia kitaifa hapa, safu kubwa sana. Nyinyi mnashuka huko vijiweni, mnakwenda majumbani. Nenda kuwa mhutubiaji hata kijiweni, ili tuanze maandalizi kila kata, chini kwa chini hapa. Siku tukipuliza kipenga hapa tu tumejipanga kila mahali. Wangapi mnaniahidi huko chini? Huko chini mtakwenda kueneza ujumbe wa mabadiliko, ujumbe wa haki. Sasa haya mambo matatu haya nataka tuyakumbuke kwa salamu fupi tu. Mwenyekiti Lissu alikuwa kenda gerezani anafanya hivi, si ndio? Hebu tufanye kwanza ile salamu ya Lissu hivi kwa heshima ya Tundu Lissu. Nikisema katiba mpya mnasema free Tundu Lissu. Katiba mpya, katiba mpya, katiba mpya, katiba mpya, katiba mpya, katiba mpya. Shukrani. Sasa niliwaambia kwamba tunahitaji rasilimali, na rasilimali zinapatikana kupitia tone tone. Kwa hiyo nikinyosha vidole viwili afu nikisema katiba mpya mnasema tone tone. Katiba mpya, katiba mpya, katiba mpya, katiba mpya. Shukrani. Sasa waliua watu Oktoba 29 na tunataka ukweli, haki na uwajibikaji juu ya mauaji, sawa sawa. Kwa hiyo nikisema katiba mpya, huku nimenyosha vidole vitatu, mnasema ukweli, haki na uwajibikaji. Katiba mpya, katiba mpya. Na wewe nyosha vidole vitatu. Katiba mpya, katiba mpya. Sasa tunakwenda kwa salamu ya vyote vitatu. Katiba mpya. Hii nikinyosha ngumi tunasema free Tundu Lissu, si ndio? Vidole viwili ni tone tone, si ndio? Vidole vitatu ni ukweli, haki na uwajibikaji, si ndio? Katiba mpya, 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 katiba mpya. Waandishi tupate People's Power, nani jua tuanze kukusanya tone tone hapa, tupate picha ya People's Power. Kunja ngumi Dodoma. Waandishi tupate picha hii ya People's Power. Tupate picha ya People's Power. People! 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 Sasa mlioahidi tone tone. Shukrani. Naombeni sakamba ikatwe mje kwa uhuru kabisa. DJ muziki. Tone tone. Tone 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 tone. Jisikieni huru. DJ muziki. Asanteni sana. DJ muziki. Tone tone. Kupa matokeo. Mmechanga shilingi ngapi leo? Lazima tuwape matokeo.